Bwana Yesu ni mwema. Siku zote Bwana Yesu ni mwema. Hata tumsifu na kumshangilia. Milele, milele. And as we sit down, Na tunapoketi, I want us to sit down and reflect our lives during the year. nataka tukae chini na tutafakari maisha yetu mwaka mzima. Each one of us Kila moja wetu to make a right assessment of his life ajaribu kuyatafakari na kuyatathimini maisha yake. Just be in the presence of the Holy Spirit, katika uwepo wa Roho Mtakatifu, because the Holy Spirit is within you. kwa sababu Roho Mtakatifu yumo ndani mwako. And just start seeing the whole year. Alafu ujaribu kuangalia mwaka mzima Make the summary of the whole year. na ujaribu kufanya muhtasari wa mwaka wote, What you went through, ulichokipitia, what happens to you, kilichokutokea, what was your input ni nini ulichokiwekeza in your life, katika maisha yako, in the kingdom of God, katika ufalme wa Mungu, in the church. katika kanisa. What was your input? Nini ambacho kimekuwa kama mguso ama ulichokiwekeza? What can you assess like a plus for the kingdom of God? Nini ambacho unaweza sasa ukakichukua kama nyongeza ulichokiweka katika ufalme wa Mungu? And as you do so, Na unapofanya hivyo, immediately you start seeing so many weaknesses. hakika utaanza kuona na madhaifu mengi pia. The things that were not pleasing unto God, Mambo ambayo hayakumfurahisha Mungu, the things that were not pleasing unto your parents, mambo ambayo pia hayakuwafurahisha wazazi wako, the things that were not pleasing unto the Holy Spirit, na mambo ambayo hayakumfurahisha Roho Mtakatifu, the things that were count like weaknesses. mambo ambayo tumeyachukua ama kuyahesabu kama madhaifu. You just know that God were not happy with this kind of things. Hakika utaona, unajua Mungu hafurahishwi na mambo kama haya. And then we pray God Alafu tutamomba Mungu that this coming year, kwamba mwaka huu unaokuja, help me God Mungu nisaidie to be better, niwe bora zaidi, and by your grace to do more, na kwa neema yako niweze kufanya zaidi, to bring more input ili niweze kuleta mguso zaidi in the kingdom of God, katika ufalme wa to Mungu, bring more input niweze kuleta mguso zaidi even at the place of work, hata katika mahali pangu pa kazi, even with my neighbors, hata kwa majirani zangu, even in this city, hata katika mji huu, even in our neighborhood. hata katika majirani zetu. Just make a right assessment. Hebu ufanye tathmini sahihi, For many times maana mara nyingi when we come before God, tunapokuja mbele za Mungu we are asking, give me this, do this for me, God. tunakuja mbele zake na mahitaji. Mungu, nipe hiki, nipe kile. Leave those things. Yaache kwanza hayo. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. If we know how to give good things to our children, Kama sisi twajua kuwapa watoto wetu vipawa vyema, how much more our Father in heaven? je, si zaidi Baba yetu aliye Will mbinguni? He not bless us? Je, hata tubariki? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Does it make sense? Je, inaleta maana? Let me see your hands. Nione mkono wako kama hilo linaleta maana. As we were praying, Na tunapoomba, seeking the face of God, kutafuta uso wa Mungu, praying for the word of the year, kuomba kwa ajili ya kazi ya there are mwaka, so many things mambo mengi God is revealing. Mungu anayafunua. And there are things He wants to come and do for us. Na kuna mambo ambayo Mungu anakuja kuyafanya kwa He niaba wants to yetu. come closer to us. Anataka aje karibu nasi. But there are so many things Lakini pia kuna mambo mengi we need to do ambayo twapaswa kuyafanya before He comes in. kabla yeye hajaingia. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Do you believe that? Je, unaamini hilo? Suppose we have a wedding
Hebu fikiria kama una sherehe in your family. katika familia yako. Maybe your son or your daughter. Labda kijana wako wa kike ama wa kiume. Or maybe they are coming to present themselves to your family. Au wanakuja kujijulisha katika familia yako. That yes, this is the fiancé. I want to ask for the hand of your daughter. Kwamba labda baba, huyu ndiye mchumba wangu ambaye nataka wewe ukubaliane. Like the first presentation. Yani tuseme ni kama ule utambulisho wa kwanza. Do you just say okay, come? Je, utasema sawa muje? Or you say give me some time? Au utasema naomba munipe muda kiasi fulani? Because you want to prepare yourself. Kwa sababu unataka kujiandaa. You want to clean up the house. Unataka nyumba iwe katika hali nzuri. You want to arrange the garden. Unataka kutengeneza bustani kule nje. You want to inform neighbors. Unataka kuwajulisha majirani. I have special guests. Kwamba jamani nina mgeni maalum. And then you start washing clothes, you start preparing. Na unaanza kufua nguo na unaanza maandalizi. And you ask also for support because you need special arrangement and you need special things when you receive such people. Na bila shaka utaomba hata msaada kwa marafiki zako, maana hilo ni jambo la muhimu na unataka kufanya mapokezi sahihi. Will you just stay there and they come and they find that the house is not even well clean and you didn't even cook, you didn't even take shower? No. Je, utawakaribisha nyumba ikiwa imekaa hovyo, wewe mwenyewe hujafua, mambo hayajaandaliwa? Bila shaka utafanya hivyo. So why do we want God to come and visit us when we are not prepared? Kwa nini basi tunataka kumwalika Mungu aje kwetu wakati sisi hatujajiandaa? The Almighty God, Mungu mkuu, holy, holy, Mungu mtakatifu. all the creature, they bow before him. Viumbe vyote vinainama mbele zake. 24 elders, Wale wazee 24 the 4 living creatures, na wenye uhai 4 they always bow before him daima wanainama mbele and say, zake. holy, you are holy, you are holy. Na wanasema wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu. They put aside their crowns Wanaweka pembeni taji zao and they bow before na God. wanainama mbele za Mungu. When Eugene said that we should bow before God, Wakati Eugene aliposema tuiname mbele za Mungu, I felt like he should keep quiet. Everyone should keep quiet. And the music, the trumpet, I mean the saxophone would really raise, the way the presence of God was coming so much that yes, he asked us to bow, and then they were talking, and then we just missed that presence. hakika aliposema vile, mtume alitarajia kwamba wote tungenyamaza mbele za Mungu na ile tarumbeta ingepaza sauti yake, lakini tukapoteza fursa hiyo kwa sababu tulikuwa tunaongea. Yes, sometimes we need to show reverence to God. Unajua wakati mwingine lazima tuonyeshe heshima kwa Mungu. Not only spiritually, even physically with our bodies. We kneel down, we bow before him. Sio tu kiroho, hata kimwili tungepiga magoti tukalala mbele zake. Lakini we children of God today, we are like jambazi, we are like people who does not really reverence God. We are just like enter in the house anyhow, we worship anyhow, we take the communion anyhow. Really? Lakini sisi watoto wa Mungu wa leo tunakuwa kama tumekosa adhabu, tunaenda mbele za Mungu kwa namna tunavyotaka, tunapokea meza ya Bwana kwa jinsi tunavyotaka. Kwa nini? Yani they say watoto wa mitaani wanakuwa kama hawana malezi. So spiritually, sometimes we just feel like Christians of today, born again Christian, we are like watoto wa mitaani too. We don't reverence God. Yeah. Unaona wakati mwingine we are like street children. We don't obey our father. We come before him the way we want. This is the time. Huu ni wakati. The last Sunday of the year. Jumapili ya mwisho ya mwaka. Everyone, kila mmoja wetu should make his own assessment. Afanye tathmini yake mwenyewe. Really a strong one. Yani ile tathmini yenye nguvu. And alafu we should wash our clothes.
alafu tutaosha nguo zetu. We should wash our clothes. Twapaswa kuosha nguo zetu, And we should feel the desire alafu tujawe na yale matamanio na hamu that God come visit us. kwamba Mungu njoo ututembelee. We need you more than ever. Tunakuhitaji kuliko wakati mwingine wowote. Because he will not come closer to those people who don't need, feel the desire to come closer to him, and him coming closer to us. Lazima tuwe na ile tamanio la kumkaribia Mungu, na ndipo Mungu atatukaribia sisi. Let's read in the book of Exodus 19 from verse 10. Hebu tusome kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 9. And we will see what we are trying to explain. Alafu tutajaribu kuelezea. Kutoka 19 mstari wa 10. Yes. Exodus 19 from verse 10. Kutoka 19 kuanzia mstari wa 10. Nitasoma kwa Kiswahili na wale wenye Biblia ya Kiingereza watafuata. Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa uwatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao, wawe tayari kwa siku ya 3, maana siku ya 3 Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. Go ahead. Nawe utawawekea mipaka watu hawa pande zote, ukisema, jihadharini, msipande mlima huu wala msiuguse hata mapambazuko yake. Kila mtu atakayeugusa mlima huu bila shaka atauawa. Yes. Mkono wa mtu awaye yote usimguse mtu huyu, ila hakika yake atapigwa kwa mawe au kupigwa kwa mkuki, kwamba ni mnyama au kwamba ni mwanadamu hataishi. Hapo panda itakapotoa sauti na kufuliza, ndipo watakapokaribia mlima. Musa akatelemka mlimani, akawaendea watu, akawatakasa, nao wakafua nguo zao. Akawaambia watu, muwe tayari siku ya 3, msimkaribie mwanamke. Ikawa siku ya 3 wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kile kilima. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto ule. Moshi wake ukapanda na juu kama moshi wa tanuu. Mlima wote ukatetemeka sana. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There was a powerful visitation in these verses. Unajua, katika mistari hii tunaona kutembelewa kwa ajabu. It reminds me again in Exodus 3, where God visited Moses, and surely God wanted Moses to approach, but yet he said, do not approach anyhow, remove your shoes. Hii inanikumbusha Kutoka sura ya 3, pale ambapo Mungu alimtembelea Musa, na kweli Mungu alitaka Musa amkaribie, na Musa alitaka kufanya hivyo, lakini Mungu akamwambia, hapana, fua kwanza viatu vyako. God, we have to reverence God. We cannot approach God anyhow. Mungu lazima tumheshimu Mungu. Hatuwezi kumkaribia Mungu kwa namna yoyote tunayotaka. That's how you see that some religious people, they go and take shower, they wash their hands, they clean up themselves before they start praying. Ndio maana unaona madhehebu fulani wanaanza kunawa, kuosha miguu kabla hawajaanza kuomba. And we laugh at them. Na tunawacheka. But lakini sisi, we just go anyhow. Tunakwenda tu vivi hivi. So if at least them, they wash even their bodies, their hands, really just to show respect, how much more we should also wash ourselves spiritually before we approach God. Spiritually, we don't do it. Physically, we don't do it, and we think we are spiritual people.
angalau basi hata hao wanamheshimu Mungu wao, hata kama ni hiyo mikono ama miguu. Lakini sisi wakati mwingine tunajifanya kuwa watu wa kiroho, kwamba sisi tunafanya kiroho, lakini basi hebu tumaanishe na tuwe wasafi katika mioyo yetu. Yes, we wash ourselves and we wash our spiritual clothes before we approach God. Ndiyo, tunatakiwa tuoshe ndani mwetu na tuvue mavazi yetu ya ndani kabla hatujamkaribia Mungu. Yes, we repent with our lips. Ndiyo, tunatubu kwa vinywa vyetu, but we don't feel the pain of our repentance. alafu sasa hatuoni ule mguso ama maumivu ya toba yetu. We don't repent until we feel like our character are changing. We Yeah. repent with our mouth, but yet our characters are still the same. Basi tungekuwa tunatubu mpaka tunaisikia hiyo toba kwamba tabia yetu imebadilika, lakini mara nyingi tunatubu kwa midomo na tabia yetu iko pale pale. But if we really kneel down, we kneel down spiritually and physically, and we call upon the blood of Jesus, and we cry, we say, God, change me, transform me. I need you. I cannot change myself because it's not religion. But by your grace, I know that your blood is powerful enough to change and transform me. Na basi hata tunapotubu, tunapopiga magoti ya kimwili, na tupige ndani mwetu na tumaanishe na kumwambia Mungu, unitakase, unioshe, unibadilishe na unigeuze, He will do it. Mungu angefanya. Because we didn't do by our efforts to be saved. It is by His grace He touched us and we got saved. Yes, He can also do it for our transformation. Angefanya kwa sababu unajua si kwa nguvu zetu, ni kwa neema yake. Na kuhusu habari ya kugeuzwa kwetu, tutakapomaanisha, Mungu atafanya. And then He told Moses again, Na ndipo akamwambia Musa tena, go and sanctify people. nenda na uwatakase watu, Go and consecrate them for me. nenda uwaweke kando kwa ajili And yangu, tell them to wash their clothes. na uwaambie wazifue nguo How zao. do we sanctify people? Je, tutawatakasaje watu? How do we consecrate them for God? Je, tutawawekaje watu wakfu kwa ajili ya Mungu? It is with the word of God. Ni kwa neno la Mungu, It is by telling them the word. ni kwa kuwaambia neno. And when you believe in the word, Na utakapoliamini neno, according to 2 Corinthians 4:11, that the spirit of faith will come and you believe in what you hear, and when you believe, it becomes the spirit that comes like water and wash all the sins and wash all the defilement away. kama kulingana na kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 12, kwamba tunapoliamini lile neno, tunaliweka ndani mwetu na tunalikiri, na lile neno linabadilika kuwa maji ama damu ya kutuosha. The faith is the spirit. Unajua imani ni roho. It is a spirit. Imani ni roho. Just the same way when you are defiled by something, the spirit of that thing inhabits in you. It decides with you. It influences you in many things. So you find yourself doing things, saying things, thinking things because of that spirit inhabiting in you. Ni kama roho fulani inayokaa ndani mwako. Unapoiamini, unapojitoa kwa hiyo roho, unabadilika kuwa hivyo, na ile roho inakutawala kabisa ndani mwako. Ndivyo ilivyo na imani. Ujitoe kwa hiyo spirit. It's like the spirit inhabits in you. It influences your action, your way of thinking, your way of doing, and you think it's you. It's not you, it's that spirit within you. Ni kama roho inayokaa ndani mwako. Ile roho inachukua maisha yako yote. Unaanza kufikiri kama hiyo roho, unaanza kutenda kama hiyo roho. Ni kama hiyo roho imetawala maisha yako yote. It's like when you have a spirit of jealousy, you have a spirit of hatred, you have a spirit of hating, you have a spirit of gossip, or you have a spirit of sexual immorality. It is in you, inaingia kwenye chembe chembe. Yani you do things according to the influence of that spirit. Kwa mfano tuseme roho ya wivu, ama roho ya masengenyo, ama roho ya husuda, ama roho ya uzi. Ile roho inapokutawala, yani inakuchukua wewe moja kwa moja, na utakuwa unatenda kulingana na hiyo roho, kwa sababu sasa inakuongoza uyafanye hayo mambo. Because it's a living spirit. Kwa sababu ni roho iliyo hai. Yes, iko hai kabisa. Ndiyo. Or it can be the spirit of laziness. You really decide to do things, you want to do things, but that spirit
is so much in you, that spirit, it's like now a spirit of laziness. Everything you want to do, you just feel like, no courage, no power to do things you are supposed to do, because that spirit of laziness is so much that it makes you just sit. Yaani ni kama tuseme ni roho ya uvivu. Ikikukamata na imekutawala, huwezi kufanya chochote. Utakuwa unajigeuza. Hiyo roho hata huna tena ujasiri wa kufanya kitu. Hiyo roho imeshakutawala na huwezi kufanya chochote. And because we are not ready to do our assessment, it's like even if someone tells you, don't just, he's judging me. Unaona, ni kama kwa sababu hatutaki kufanya wajibu ama kazi yetu, unapoambiwa labda ufanye tathmini, wala hata umaanishi, unasema huyu mtu ananihukumu. It can be also a spirit of sickness or disease. Labda inaweza ikawa roho ya udhaifu ama magonjwa. Yes, you take tablet, it shifts from this sickness to this. It is a spirit, it's a living spirit. Yaani unaanza kuchukua vidonge hivi, unachukua hivi, unabadilisha kila siku. Kwa hiyo inafanyika kuwa roho inayoishi. Oh, the spirit of poverty, it is a spirit. Labda roho ya umaskini ni roho. Then you work hard, but that spirit is hovering over you, your family. You cannot progress because it is a spirit living in you or living in your neighborhood. Ndio, unafanya kazi kwa bidii, lakini ile roho haikuachilii kwa sababu inaishi ndani mwako ama inaishi katika majirani zako. And if someone tells you, you feel offended, you say, ananihukumu. Maybe because yeye anafanyikiwa ananihukumu. That spirit does not want you to hear anything contrary to that spirit. Kwa hiyo hata mtu anapojaribu kukuambia, utaumia kwa sababu unaona huyu mtu ananihukumu kwa sababu yeye amefanikiwa, unaumia. You start doing things but you don't finish. You quit before you finish. Unaanza kufanya vitu hakuna unalolikamilisha, unakimbia kabla hata hujafika popote. The spirit of sadness. Roho ya huzuni. If you have that spirit, ukiwa na hiyo roho, even if they give you anything, they give you everything. Hata kama wangekupa kila kitu, even your husband tries all his best, hata kama mume wako atajitahidi kwa kadiri ya uwezo wake, when you are inhabited with the spirit of sadness, kama umekaliwa na roho hiyo ya huzuni, you are grieved, you are not happy. Even when you laugh, we laugh with your teeth closed like Yaani kwa sababu una huzuni, hata kama ni kucheka, unacheka huku meno yameshikamana. Have you ever seen someone smiling like you are like, is she smiling or is she crying? Hivi umeshawahi kuona mtu unasema hivi huyu anatabasamu au analia? Yaani anacheka lakini unaona huku kumbe amepekenya meno. You are like, is she smiling or? Yaani unashangaa unakuta huku anacheka lakini kama analia. Because that spirit is so much in that person. Kwa sababu ile roho imemkalia kwa nguvu. Maybe because of things they went through. Pengine kwa mambo aliyoyapitia. So it is so real in that person. How will I be happy? Hakika ni halisi ndani mwake. Hana chochote kinachomfanya afurahi. But let me tell you. Lakini nikuambie. In the blood of Jesus, katika damu ya Yesu, there is a living spirit of God. Kuna roho aishie wa Mungu. It is alive. Huyo roho yuko hai. The blood of Jesus is breathing. It has life in it. And the spirit of God is in the blood. Damu ya Yesu inapumua, iko hai. Roho wa Mungu iko katika damu hiyo. So when you call upon the blood of Jesus, you just think it's like the blood of chicken or the blood of a goat. But just believe that in the blood of Jesus, the Spirit of God is living. Kwa hiyo unapoita damu ya Yesu, usifikiri kama ni damu ya kuku ama ya mnyama mwingine. Amini kwamba damu ya Yesu iko hai. The blood of Jesus is so much alive. Damu ya Yesu iko hai kiasi kwamba, the blood of Jesus, the Bible says that in the blood of Jesus, the Holy Spirit, the Spirit of God is breathing in the blood. And that's why the blood is still fresh up to today. Biblia inasema ya kwamba damu ya Yesu
ina nguvu kwa sababu damu ya Yesu iko hai, kwa sababu Roho wa Mungu anapumua daima katika hiyo damu. So when you call upon the blood of Jesus with that understanding, really it comes and take away all those evil spirits or unclean spirits that they have inhabit in you. The blood of Jesus and the Holy Spirit in the blood, it takes away all the spirits that are attacking your life. Kwa hiyo tutakapoita damu ya Yesu katika uelewa huo, zile roho zote zinazokaa ndani mwetu au zimefanya makao ndani mwetu, tunapoenda katika uelewa huo, ile damu inafukuza hizo roho zote. So many times I wonder, wakati mwingine ninashangaa, when the word is released and I see people struggling, they are like, when the word is released and you see someone, even though he does not say, even though he does not react, but you just sense in your spirit that that person in his spirit is like, Unajua, wakati mwingine ninaweza nikaelewa unaposema jambo kama hilo kwa mtu, unaweza kuona kwamba huyo mtu ndani mwake ni kama haamini, ni kama anadharau, anasema Yes, because there is a contrary spirit acting in that person. That contrary spirit is making her not being able to receive the word. Ndiyo, kwa sababu ndani ya mtu huyo kuna roho inayofanya upingamizi. Ndiyo, ndani mwake kuna kupingana. Yes. Ndiyo. But when really we pray, we repent from our heart and we call upon the blood of Jesus, the spirit in the blood of Jesus, it comes, it takes away all the defilement. Now we can be able to receive the spirit of faith, and it's a living spirit. When the word of God comes, it is also a spirit. The spirit in the word will come, and by the spirit of faith within you, then there will be something that will be alive in you. Kwa hiyo ni kweli, tunapoomba katika ukweli huo, ule uchafu wote, tunapoita damu ya Yesu, inakuja na inafukuza hivyo vitu vyote. Ndio ile sasa roho ya imani inakuja ndani mwetu. Na sasa ile roho ya imani inapokuja ndani mwetu, tunalipokea neno la Mungu na kuliamini, na vile vitu viroho vinavyotusumbua vyote vinakimbia. Yes, faith is a living spirit. Kwa sababu imani ni roho iishio. Faith is a living spirit. Imani ni roho inayoishi. And that spirit comes when the word of God is released, and the faith comes by hearing. You hear the spirit in the word, and the spirit of God within you, it is increasing, and you believe and you see the manifestation of that word acting in your lives. Ndiyo, imani inakuja kwa sababu Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Sasa unapolisikia neno la Mungu na ile imani inakuja ndani mwako, sasa inaanza kutenda kazi maishani mwako. So if the spirit of God is crying in my spirit that yes, I need to visit my people and I want them to get ready, I believe in it. It is breathing in me. If I get ready, of course he will visit me. Kwa hiyo ninaamini kabisa ndani mwangu, kwa sababu roho wa Mungu analia ndani mwangu. Anasema sasa huu ni wakati ambapo Mungu anataka kuja kuwatembelea watu wake. Hilo neno liko hai ndani mwangu, linapumua na ninataka niliachilie. Where are people? Watu wako wapi? Where are they? Wako wapi? I see people here, but I don't see them. Ninawaona watu hapa lakini siwaoni. It's like the house is empty. Ni kama ninaona nyumba iko tupu. Because people are very far. Kwa sababu watu wako mbali. Yes, people are here, but they are not here. Ndiyo, watu wako hapa lakini hawako hapa. In their spirit, they are like disturbed, scattered. Katika roho zao ni kama wametawanyika huku na kule. I'm like, I see people, but I don't see people. I don't see people. Hakika ni kama watu wapo lakini siwaoni. The Spirit of God is telling you, come closer. Roho wa Mungu anakuambia njoo karibu. Come closer and get ready to be visited by the Lord. Njoo karibu na uwe tayari kutembelewa na Bwana. Wash your clothes. Osha nguo zako. Get ready. Uwe tayari. That feel in your spirit that cry that, yes, Lord, come. Ndiyo, ndani ya moyo wako usikie hicho kilio na useme naam Bwana njoo. Because God will always visit people who are longing for him. Maana daima Mungu watembelea watu ambao wana kiu kwa ajili yake. Let's read in Psalm 42.
Hebu tusome Zaburi ya 42 and we shall see how we should long for God to visit us. na utaona kwamba ni namna gani tunatakiwa tuwe na kiu kwa ajili ya Mungu ili aweze kututembelea. Zaburi ya 42. Pastor will read for us. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu wangu aliye hai. Lini atakapokuja nionekane mbele za Mungu? That's the cry. Hicho ni kilio. Read it in Revelation 22. Tusome Ufunuo 22. The end of the Bible, Mwisho wa Biblia, where God is saying, yes, I want to come. And the Spirit is crying, yes, come quickly, come. pale ambapo Mungu anasema nataka kuja, na Roho anasisitiza anasema ndio na uje Bwana. Read for us. Tusome katika Ufunuo 22 mstari wa 17. Na Roho na bibi harusi wasema, njoo. Naye asikiaye na aseme, njoo. Naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na anywe maji ya uzima bure. Start from verse 6 there. Yes. Amen. Tuanze mstari wa 6. Ufunuo 22:6. Kisha akaniambia, maneno haya ni amina na kweli. Naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Na tazama, naja upesi. Heri yeye ashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Nami Yohana ndimi niliyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona, nalianguka ili nisujudu mbele za miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii, na wa wale wayashikao maneno ya kitabu hiki, msujudie Mungu. Akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii ya kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kwa makazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Na Roho na bibi harusi wasema, njoo. Naye asikiaye na aseme, njoo. Naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. The Spirit in Exodus 3 is the same like the Spirit in Exodus 19. It is the same in the Spirit of Revelation 22. It's the preparation before the visitation. Roho ambaye amesema katika Kutoka 3 ni yule yule, aliyesema katika Kutoka 19 ni yule yule, na ni yule yule anayeongea sasa katika Ufunuo 22. Yes, the preparation before God comes. Yaani hizo roho zote zinahitaji maandalizi kabla Mungu hajashuka. In Exodus 19 as in Revelation 22, the Bible says, blessed are those who wash their clothes. Katika Kutoka 19 na katika Ufunuo 22, Biblia inasema ni heri wazifuao nguo zao. It is a spirit that makes you cleanse yourself and make sure that you don't dirty your clothes again anyhow. Ni Roho ambaye anakuambia ufue nguo zako na usizichafue tena kwa namna nyingine If yote. that spirit that does not come and take over you, you will not feel the desire to do it. Kama roho huyo hata kuja na kuingia ndani mwako, hutaona hata haja ya kufanya hivyo. It's just like the spirit of prayer. If it does not come and take over, you don't feel like praying. You don't pray.
pray. Ni kama roho ya maombi, kama haitakuja na kukuvaa, hutahisi kama unaomba. But the spirit which is in Psalm 42, it is again in this Revelation 22. Yes, come, Lord, come. My spirit is longing after you. Like, I feel like your word is like water that will come to quench the thirst of my soul. Roho unayoiona katika Zaburi ya 42 ni hiyo hiyo ambayo inazungumza katika Ufunuo 12 22 kwamba Bwana njoo, nina kiu, ninakutamani, yani nataka uje uingie na utulize hiyo kiu kuu ambayo iko ndani mwangu. When the Lord expresses his desire, I want to come quickly, and the bride, not everyone, the bride say, yes, come quickly, Lord, come. Na Bwana anapoeleza nia yake ya kuja, sio kila mtu. Bibi harusi anasema, ndio Bwana, na uje, njoo. Yes, the Lord is not coming like this is the end time. But the Lord visits his people once in a while, in a season of visitation. He comes and he visits you in a special way. Bwana anakuja si kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Bwana amekuwa akiwatembelea watu wake nyakati tofauti, na wale ambao wana haja wanasema, njoo Bwana, njoo. One day, siku moja, I met with a lady. Nilikutana na mwanamke. She is the wife of an apostle. Yeye ni mke wa mtume. She came one day crying to me. Alikuja siku moja kwangu akilia. I'm tired of being a wife of a man of God. Anasema, nimechoka kuwa mke wa mtu wa Mungu. I want to serve God. Ninataka nimtumikie Mungu. I want to have the spirit of revelation. Ninataka niwe na roho ya mafunuo. I really want to have courage. I really want to have courage in serving God. Ninahitaji niwe na ujasiri ndani I mwangu. need to preach with boldness. Ninataka nihubiri kwa ujasiri. I don't want to be fearful every time. Sitaki niwe mtu niliyejawa na hofu kila mara. All these things, I want you to pray for me because I really see the spirit of revelation in the word of God and I desire it. Akasema, sasa nimechoka na haya, naomba uniombee kwa haya yote. Nimeona una ufunuo wa neno la Mungu na hilo jambo ninalitamani. Will you just lay hands on someone who does not desire something? Je, tunaweza tu kuweka mikono juu ya mtu ambaye hata hatamani? Will you just do it and say, come, I lay hands on you? No? Je, utafanya tu utasema, njoo nikuwekee mikono? Hapana. Will you impart someone who does not have the thirst for the word? Expand. Will you impart? Okay. Je, utawekeza ama kuhamisha ndani ya mtu ambaye hata hatamani? He does not even see the value of it. Hata hajaona uthamani wa kitu hicho You just, unachompatia. sometimes you want to sit and share the word of God. You see that person is not ready. He wants to talk, normal talk, but those people who want to come closer, you discuss, you share the word. Those are the people you release the word. Because you feel like they want it, they desire it. Unajua wakati mwingine mtu anakuja na unaanza kushirikiana naye neno la Mungu na unaona wazi kabisa huyo mtu hata hataki muongelee hayo maneno ya Mungu, anataka muongelee vitu vingine. Lakini kama umekutana na mtu ana kiu kwa ajili ya neno la Mungu, unaanza kushirikiana naye na kuliachilia hilo neno. You see someone who just want to tell you things like, hey, umependeza, hiyo nywele ni nzuri, viatu yako ni nzuri, hiyo kala pastor umependeza. Those are the things that person wants to talk about. Kuna mtu ambaye unakutana naye kazi yake tu ni kukusifia. Gauni lako zuri, kiatu chako kizuri, nywele zako umezuka vizuri, umependeza. I'm not saying it is bad, no. Sisemi hilo ni baya, hapana. We need to encourage each other. Lazima tuendelee kutiana moyo. We need to hear those things. Tunahitaji kusikia hayo mambo. But we need to hear them at a level like 10% of our time. Lakini tunataka kuyasikia yasiwe yanachukua kama 10% ya muda wetu. Oh, someone comes every time crying, I have this problem, I have this problem. Yes, it's good to go and cry to somebody. But it cannot be the base of your friendship. Every time you come, you cry. I'll be tired. I have my own problems. Unakuwa na mtu ambaye kazi yake daima ni kilio, ni matatizo, anakuletea shida. Ni sawa, tushirikiane na tutiane moyo, lakini
lazima kuwe na kiasi, kwa sababu hata mimi nina matatizo yangu.